Katika kipindi cha miaka 50, TBS imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi, ikihakikisha viwango vinatumika kama nyenzo ya kuongeza ubora wa bidhaa za ndani, kuimarisha ushindani katika masoko ya kikanda na kimataifa, pamoja na kulinda afya, usalama na maslahi ya wananchi. Kupitia kazi zake, TBS imechangia kwa kiwango kikubwa katika utekelezaji wa ajenda za serikali ya kujenga uchumi wa viwanda, kukuza biashara na kuongeza thamani ya bidhaa zinazozalishwa nchini. Mafanikio haya ni matokeo ya maono ya viongozi waliopita, juhudi za wafanyakazi wa shirika wa sasa na wa zamani, na ushirikiano wa wadau mbalimbali. Maadhimisho haya yamepambwa na shughuli mbalimbali zilizolenga kuonesha mafanikio ya TBS, kuhamasisha matumizi ya viwango na kuimarisha ushirikiano wa wadau. Maadhimisho haya yanafikia kilele chake leo kwa shughuli ambazo tumezifanya kwa heshima kubwa. Leo tunashuhudia uzinduzi rasmi wa kitabu cha miaka 50 ya TBS. Kitabu hiki ni hazina muhimu ya kumbukumbu inayobeba historia, mafanikio, changamoto na dira ya baadaye ya shirika. Kitabu kinaonyesha safari ya TBS tangu kuanzishwa kwake hadi kufikia hatua hii ya kuwa taasisi yenye heshima kubwa ndani na nje ya nchi. Napenda kuwapongeza wote walioshiriki katika maandalizi ya kitabu hiki kwa kazi nzuri ya kuhifadhi historia ambayo itakuwa rejea muhimu kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Hakuna mafanikio yanayoweza kupatikana bila uongozi bora. Kwa sababu hiyo, naomba kutumia fursa hii kutoa pongezi na shukrani za dhati kwa viongozi wote waliowahi kulitumikia Shirika la Viwango Tanzania katika nafasi mbalimbali za uongozi. Kwa namna ya kipekee, tunawatambua na kuwapongeza wenyeviti wote wa bodi za wakurugenzi waliopita pamoja na wakurugenzi wakuu waliopita ambao kwa nyakati tofauti waliongoza shirika hili kwa hekima, uzalendo na weledi mkubwa. Mchango wao umewezesha kujengwa kwa misingi imara ya taasisi hii, kuimarisha mifumo ya ubora, kupanua huduma za viwango nchini na kuifanya TBS kuwa taasisi ya mfano katika ukanda wa Afrika Mashariki na bara la Afrika kwa ujumla. Tunawatakia afya njema na mafanikio zaidi katika maisha yenu, huku tukiwashukuru kwa urithi mkubwa mliotuachia kwa taifa letu.